Mungu wangu, sijui nimekukosea nini kunipa mama kama na nini suluhu ya mama wangu? Maana sio kwa aibu hizi. Kwa nini lakini? Ya Mwenyezi Mungu, jaribu basi kumpunguzia adhabu. Mama ananifedhesha mtaani na nyanyasika. Mungu wangu wewe. Afema kidogo. Bismillah. Mungu wa Bulibuli. Mungu wa Sauli. Mungu wa Daudi. Shika lapa zetu shune baba. Utoke kwa mawazo. Yaani mampenzi. Nawe jamani. Yaani ule pale ni utimbi na utimbilio. Orodo iride Mama Dangote. Bulibuli, uwe una mipaka. Alafu uwe na heshima. Umeelewa? Usilete maswala yako ya kijinga. Hiyo ni mamangu hata kama wewe ulioona ni madogo. Mimi nilivyokuwa napika pia kule. Hey. Wana kusema mdomo mdogo utanipata mdomo. Sisi ngoja double kick kule. Mkima mpenzi na yule nani na bwana yule. Unafanya nini ile? Si umetokea wapi? Sukalale. Unafanyaje sasa hivi? Basi ndio msamaha. Bwana nini samahani. Lakini sasa haya mawazo yako hayo, nimekuja na mfalme wa mawazo. Anaitwa Double Kick. Mfalme huyu ukiwa tu kidogo mawazo yote yanakata. Sifa zake kwanza ana alikoa 43. Yaani 43. Kwa hiyo mshahara wako baada ya upokee mshahara umsaidie mamako kijijini, unanunua pombe. Mama mwana shida anaimba viazi na kula viazi kule. Ana shida gani? Unaona amesibichwa TBC. Na huruhusi kunywa chini ya 18. Wewe miaka 8 mshapita. Alafu kingine kunywa kisara. Kunywa hapo ukipenda mnyama. Uwazi. Sasa hivi siku 8 unawaza kwa sababu hauna mfalme. Double Kick. Kwanza huyu alimnongea zambi zote. Sio wale mama. Kwa hiyo hapa Toma. Hii kwa vitu. Hasa kwanza una miaka mingapi? Nina miaka 27. Hilo jambo bwana linakufaa. Kwa sababu gani? Kule jijini kwetu kuna wadada wazuri. Wacha na ule mshangazi wako. Homa madada wamefungwa na makungwi. Kijijini kwenu? Sasa wewe una muda gani kijijini kwenu hujafika? Wewe si upo nyumbani kila siku unapika au unapikia huko ndani? Sasa wewe hasi mimi nimezaliwa hapa. Mimi hapa nimekuja kwa kizazi cha mama. Kwa hiyo kijijini kuna mabinti wazuri ambao wamepikwa, wana maadili, wana nidhamu. Kwa hiyo twende lini? Kesho. Kwa kesho hapana. Kesho nina kazi ya kufanya. Ila kesho kutwa inaweza kawa ni uhakika. Chela tutamwali sio hapo. Sasa Bulibuli, hizi zote unakunywa wewe? Hizi ndogo. Mshahara mwezi huu mama pesa iponipa. Nikasema hapana, kwa nini sitafute kiburudisho? Furaha yangu. Na box.
Kwa box zima. Zima, ipo ndani. Hii ndio unaona Bulibuli ndio nilikuwa happy happy. Sababu ya huyu ufalme. Ngoja bwana, naona nini? Bulibuli mjinga kweli. Aika. Abe. Una siku ya 4 leo. Sijakutia machoni. Sababu ni nini? Siku 2 tatu zilikuwa na mambo mengi ya kufanya. Na nimefikiria sana kuhusu mahusiano yetu leo. Sioni mwelekeo wowote. Yaani sioni mwelekeo wowote kutoka kwako wala kwa wazazi wako. Na juzi kaja mchumba nyumbani anataka kunioa. Kwa ni uchawa mimi nimeona bora niolewe tu. Ha? Wanawake hatupendi, tunazoea. Nitakapoenda huko nitamzoea tu mwanaume atakayenioa. Wewe una nia na mimi. Kwa hiyo endelea tu na maisha yako. Mimi nimeona bora niolewe. Aika. Hizo ni dharau unazozileta. Ina maana unashindwa kunithamini hata kidogo, si ndio? Upendo wote nilokuonyesha. Aika. Nionyeshe thamani basi hata kidogo tu. Kwa hiyo kisa huyo bwanako ndio unakuja kuniletea dharau, si ndio? Sasa kwa mimi kosa langu liko wapi hapa? Aika, tambua jambo moja. Huyo jamaa yako nikimjua nitamuonyesha. Sina cha kubadilisha leo. Tena nahisi leo ndio itakuwa mara mwisho kuja hapa kwako. Sijui umenielewa? Aika, tambua wote tunaishi kwenye kijiji kimoja. Kwa sababu mtu katoka mjini, si ndio? Unaona leo sina thamani, si ndio? Basi sawa. Kwa hiyo Aika, nisikilize jambo moja. Na huyo mpuzi wako nitamuonyesha. Kaka Lembo, hebu shaka kujiuliza kwa nini mbuzi ana ndevu alafu ng'ombe hana? Unamaanisha nini mdogo wangu? Naona wazi ile swala lako na Aika nazidi kukutesa siku baada ya siku. Ulikinda mdogo wangu, kila kitu kinakwenda kwa mipango ya Mwenyezi Mungu, na haikuwa riziki yetu. Nilikuwa nina wazo kaka. Unaonaje nikaenda kwa mama yake na wale kina Bulibuli niweze kumuuliza mahali wale kina Bulibuli wanapoishi kwa mjini. Hivi ushai kujiuliza kwa nini umezaliwa ni mfupi? Kwa sababu si uko wetu ni wafupi. Hapana, wewe umezaliwa mfupi kwa sababu usije ukayaona mambo marefu. Tambua kitu kimoja kaka. Mimi naumia brother, mara 100 ya wewe. Naomba unipe ruhusa leo niende kwa mama yake na kina Bulibuli bro. Nifahamu tu sehemu wala anapoishi. Tafute furaha yako kaka. Kwani huyo Bulibuli ni nani? Na simjui kabisa. Na natamani nimjue. Na nataka nijue mimi amenizidi nini mpaka Aika nikatae mimi. Fahamu mahali anapoishi mama yake na yule Bulibuli. Niende kwa mama yake leo, alafu jioni nitakuja na majibu mazuri. Basi sawa. Kuna kazi nilikuwa namalizia ndani. Wacha niende mwanangu. Haya sawa, mimi jioni nitaenda. Sawa.
nakuja. Samahani. Bila shaka ni ndugu yake Rusi. Yeah. Rusi nimemkuta. Kwa hiyo hivyo ndio ulivyofundishwa kwenu, si ndio? Hapana. Sina maana hiyo. Basi sawa. Rusi amelala na hataki kuzungumza na mtu yoyote. Lakini mimi ni mpenzi wake. Halafu nina mazungumzo naye sana muhimu. Wewe ndugu yangu unaweka sio Mtanzania, kwa sababu ni mgumu kuelewa kinoma. Rusi amelala. Njoo kwa mda mwingine. Sawa. Akiamka mwambie Hansi nilikuja. Okay, sawa. Unaelewa bro?